Samaki wa rangi elfu. Katika vilindi vya bahari kubwa ya Hindi, mahali ambapo jua halifiki na giza linamiliki, mahali ambapo shinikizo la maji linaweza kuponda chuma, katika mita 250 chini ya uso wa bahari, kulikuwa na ulimwengu wa ajabu. Ulimwengu ambao watu wa juu hawajawahi kuona. Huko chini, kulikuwa na miamba ya rangi ya bluu iliyong'aa gizani, kulikuwa na mimea ya baharini iliyocheza kwa rhythm ya mawimbi, kulikuwa na viumbe vya aina zote, baadhi walikuwa na taa zao wenyewe, baadhi walikuwa wakubwa kama basi, na wengine walikuwa wadogo kama tone la maji. Na katikati ya ulimwengu huu wa chini, kulikuwa na jamii ya samaki. Samaki hawa walikuwa wa aina maalum inayoitwa samaki wa pwani ya chini. Walikuwa si wakubwa sana, kila mmoja alikuwa kama upana wa mkono wa mtu, lakini walikuwa na akili na walikuwa na jamii yenye utaratibu. Katika jamii hii, kulikuwa na samaki mdogo aitwaye Raha. Na Raha alikuwa si samaki wa kawaida kabisa. Samaki wengine wote wa jamii yao walikuwa na rangi moja au mbili, bluu ya bahari, kijani cha majani ya baharini, njano wa jua au nyekundu wa miamba. Lakini Raha, yeye alikuwa na rangi elfu. Sivyo tu kuwa alikuwa na rangi nyingi, rangi zake ziliendelea kubadilika kulingana na hisia zake na mazingira yake. Wakati alikuwa na furaha, mwili wake ungang'aa kwa rangi za waridi, dhahabu na machungwa ya kucheza. Wakati alikuwa na huzuni, rangi zake zilipinduka hadi bluu ya giza na zambarau. Wakati alikuwa na hofu, mwili wake ungebadilika hadi kijivu na nyeusi. Na wakati alikuwa na hasira, jambo ambalo halitokei mara nyingi, alikuwa nyekundu kama moto. Zaidi ya hayo, rangi zake ziliendelea kubadilika hata wakati alikuwa si kitu. Mara nyingine alipokuwa tu akiogelea, rangi zake zingeweza kuanza kucheza na kubadilika, kana kwamba zilikuwa na uzima wao wenyewe. Kwa sababu ya hii, samaki wengine walimwona Raha kama mtu wa ajabu, wa kutisha hata. Watoto wa samaki wengine walimwepuka. Wazazi walimwonya watoto wao, usimwendee Raha. Yeye ni wa ajabu. Yeye ni tofauti. Hatuwezi kuelewa ni nini kilicho naye. Raha alisikia maneno haya. Kila siku. Kila saa. Rangi zake zilimfanya kuwa tofauti, na kutofautiana kwa jamii ya samaki kulikuwa si jambo jema, kulikuwa ni hatari. Aliishi kando, akiogelea peke yake nyuma ya miamba mikubwa, akiepuka mikutano ya samaki wengine. Wakati wa chakula, alingojea mpaka wote wamemaliza kula kabla yeye hajasogea. Wakati wa michezo, aliangalia kutoka mbali, akitamani sana kuweza kucheza na wengine lakini akijua hawamkubali. Usiku, alilala kwenye mwamba wa giza kabisa, mahali ambapo hakuna mtu angeweza kuona rangi zake zinazocheza hata wakati analala. Kwa nini nilikuwa hivi? Alijiuliza mara kwa mara. Kwa nini sikuwa wa kawaida kama wengine? Kwa nini nilizaliwa na laana hii? Mama yake, samaki mama Neema, alimjaribu kumfariji. Mwanangu, wewe si wa kawaida, ni kweli. Lakini hii si laana. Ni zawadi. Siku moja utafahamu. Lakini Raha hakuamini. Alitaka tu kuwa kama samaki wengine wote, kuwa na rangi moja, kuwa wa kawaida na kukubalika. Alitumia saa nyingi kujaribu kudhibiti rangi zake. Alijaribu kufikiria mawazo ya rangi moja tu. Alijaribu kuogelea kwenye maji ya rangi tofauti, akitumai kuwa mwili wake utashika rangi hiyo na kuendelea kuwa na rangi hiyo tu. Alijaribu hata kulala kwa siku kadhaa, akitumaini kuwa rangi zake zitaacha kubadilika. Hakuna kilifanya kazi. Rangi zake ziliendelea kubadilika, kuanza kukua, kusongea kwenye mwili wake kama mawimbi ya bahari. Miaka 2 ilipita hivi na Raha akakua. Alikuwa si mtoto tena, alikuwa samaki mzima. Lakini bado alikuwa peke yake. Kisha siku moja, kitu kibaya sana kilitokea kwa jamii yao.
Papa mkubwa aitwaye Kinywa Kikubwa aliingia katika eneo lao la bahari. Papa huyu alikuwa ni kiumbe cha kutisha, alikuwa mkubwa kama gari, alikuwa na meno makali kama visu, na alikuwa na njaa kubwa ambayo haikuwa inaridhika kamwe. Siku ya kwanza, Papa Kinywa Kikubwa alikula samaki 10. Siku ya pili alikula samaki 20. Siku ya tatu hata zaidi. Samaki waliogopa sana. Walijijengea mificho kwenye miamba na kwenye pango za chini. Lakini Papa Kinywa Kikubwa alikuwa na mbinu za kuwapata. Alikuwa mwerevu na mwenye ujanja. Kiongozi wa samaki mzee Jabali, aliita mkutano wa dharura. Samaki wote walikusanyika kwenye pango kubwa ambalo lilikuwa na milango mingi ya kukimbilia. Hali ni mbaya sana, Jabali alisema kwa sauti nzito. Papa Kinywa Kikubwa anatisha kutuangamiza kabisa. Lazima tufanye kitu. Tunafanya nini? Samaki mmoja aliuliza kwa hofu. Yeye ni mkubwa sana. Meno yake yanaweza kutumeza sisi wote. Tunaweza kujaribu kushambulia pamoja, samaki mwingine alisema. Tukiwa pamoja, tunaweza kuwa na nguvu. Walijaribu. Samaki 80 walishambulia Papa Kinywa Kikubwa kwa pamoja, wakimng'ata kutoka pande zote. Lakini ngozi yake ilikuwa ngumu kama chuma. Meno yao hayakuweza kumjeruhi. Na yeye alipinduka na kuwameza wengine 10 kwa mara moja. Tunaweza kumficha chakula, samaki mwingine alishauri. Tukimficha samaki wadogo na vidudu, atakwenda mahali pengine. Walijaribu. Lakini Papa Kinywa Kikubwa aliwapata. Alikuwa mwindaji hodari sana. Siku zilipita na jamii iliwa ikipungua. Samaki wengi walikufa. Wengine walikimbia kwenda maeneo mengine ya bahari, wakiacha familia zao nyuma. Raha aliogopa pia. Lakini zaidi ya hofu yake, alikuwa na huzuni kubwa. Aliwaona wenzake wakiteseka. Aliwaona watoto wakilia baada ya kuwapoteza wazazi wao. Aliwaona wazee wakiwa dhaifu na kukosa chakula kwa sababu waliogopa kutoka nje. Napaswa kufanya kitu, aliwaza. Lakini nini naweza kufanya? Mimi ni samaki peke yangu na tofauti zaidi. Hakuna ataheshimu mimi. Lakini kumbukumbu moja ilimjia. Wakati alikuwa mdogo, kabla ya wazazi wake kumwambia awe mtu wa kawaida, mama yake alimwambia kitu, Raha, wewe ni wa kipekee kwa sababu rangi zako ni zawadi ambayo inakuja kutoka kwa babu zako. Walisema kuwa siku moja utaziitumia kwa jambo kubwa. Labda leo ndio siku hiyo, Raha aliwaza. Usiku huo, Raha alichukua uamuzi wa kushupavu. Aliogele nje ya pango peke yake, kwenda kumtafuta Papa Kinywa Kikubwa. Alimkuta akiogelea pole pole, akitafuta chakula cha usiku. Raha aliogele mbele yake, moyo wake ukipiga kwa nguvu kiasi kwamba alidhani itasikika. Papa Kinywa Kikubwa alimwona na macho yake makubwa yaliwaka kwa shauku. Chakula, alisema kwa furaha. Alifungua kinywa chake kikubwa, tayari kumla Raha kwa malango moja. Lakini Raha alikuwa tayari. Mara Papa alipofungua kinywa chake, Raha alianza kufanya jambo ambalo hakujua angeweza kufanya. Alianza kubadilisha rangi zake kwa kasi kubwa ambayo haikuwahi kutokea. Rangi zake zilipiga mbio kwenye mwili wake: nyekundu, bluu, kijani kibichi, njano, urujuani, waridi, machungwa, zambarau, dhahabu, fedha, zote kwa mara moja. Zilikuwa zinacheza, zinazunguka, zinapinda kama mawimbi, zinang'aa kama nyota. Papa Kinywa Kikubwa alisimama ghafla. Macho yake makubwa yalijaribu kufuatilia Raha, lakini yalikuwa hayawezi. Rangi zilizobadilika kwa kasi kiasi kwamba zilikuwa zinampagawisha.
Yeye hakuweza kujua ni wapi Raha alikuwa, upande wa kushoto, kulia, juu, chini. Kila mahali alikuwa na rangi zinazosongea. Raha aliendelea kuzunguka Papa Kinywa Kikubwa kwa kasi, rangi zake zikibadilika kila sekunde. Alikuwa kama taa elfu zinazowaka na kuzimika, kama radi ya rangi katika giza la bahari. Papa alipojaribu kumng'ata, mdomo wake ulipiga mwamba badala yake. Alipojaribu tena, alipiga mdomo maji tu. Raha alikuwa tayari amehamia mahali pengine. Rangi zake zilimfanya kuwa haonekani wapi alikweli. Nini hiki? Papa aliuliza kwa hofu. Macho yake yalikuwa yanaumwa kutokana na rangi nyingi sana. Alijaribu kufumba macho, lakini hata kisha, rangi za Raha zilikuwa zinaweza kuonekana kupitia kope zake. Raha aliendelea kwa dakika 5, 10, 15. Aliogelea kwa haraka, akizunguka Papa kutoka kila upande, rangi zake zikifanya show kubwa ya kutisha. Hatimaye, Papa Kinywa Kikubwa hakuweza kuvumilia zaidi. Macho yangu. Kichwa changu kinaumwa. Ninaonaje vitu vingi sana. Aligeuka na kuogelea mbio, akikimbia kutoka eneo hilo kana kwamba alikuwa akikimbizwa na pepo. Samaki waliokuwa wakiangalia kutoka mafichoni hawakuweza kuamini macho yao. Raha, samaki ambaye wengine walimwona kama wa ajabu na wa kuepukwa, alikuwa amemfukuza adui wao mkubwa zaidi. Walitoka nje wakiimba kwa furaha. Raha, Raha amemfukuza Papa. Walimzunguka wakimshangilia. Jabali, kiongozi wao, aliogele mbele. Machozi yalikuwa yakitoka machoni mwake. Raha, mwanangu, samahani. Tulikuwa wabaya. Tulikuona tofauti zako kama kasoro, lakini ni zawadi. Wewe umetuokoa wote. Mama wa Raha alimkumbatia mwanawe. Nilikuambia, mwanangu. Nilikuambia kuwa rangi zako ni zawadi. Kutoka siku hiyo, jamii yote ilibadilika. Hawakumwona tena Raha kama mtu wa ajabu. Walimwona kama shujaa, kama rafiki, kama ndugu. Watoto wa samaki walianza kucheza na Raha. Walipenda kuangalia rangi zake zinazobadilika. Tafadhali, onyesha rangi za waridi. Waliomba. Sasa onyesha za bluu. Sasa za dhahabu. Raha alifurahi sana. Kwa mara ya kwanza tangu kuzaliwa, alijisikia kukubaliwa. Alijisikia kupendwa. Alijisikia kuwa sehemu ya jamii. Lakini jambo muhimu zaidi, Raha mwenyewe pia alibadilika ndani ya moyo wake. Yeye hakuweza kuona tofauti zake kama laana tena. Alishuhudia jinsi yale ambayo yalimfanya kuwa tofauti, yale ambayo kwa muda mrefu aliyoyachukia, yalikuwa ndiyo yaliyomwezesha kuokoa wote. Miezi kadhaa baadaye, jamii ilikuwa imepata amani tena. Samaki walizaa watoto wapya. Vidudu vikarudi. Uzima ukarudi katika eneo lao la bahari. Na Raha, yeye alikuwa kiongozi mpya wa kikundi cha samaki vijana. Aliwafundisha jambo muhimu: mkumbuke, watoto wangu, kwamba yale yanayowafanya kuwa tofauti si laana. Ni zawadi. Kila mmoja wenu ana kitu cha kipekee. Msijaribu kuwa kama mtu mwingine. Kuweni wenyewe na utaone jinsi dunia inavyohitaji hasa wewe kama ulivyo. Na samaki wadogo walisikia na kuelewa. Walijifunza kukubali wao wenyewe na wenzao. Miaka mingi baadaye, hadithi ya Raha ilienea kote katika bahari. Samaki kutoka maeneo mengine walikuja kumsikia na kujifunza kutoka kwake. Na Papa Kinywa Kikubwa hakuwahi kurudi. Walisema alikwenda mbali sana, bado akitazama mabega yake kwa hofu ya samaki wa rangi elfu.
Mafunzo, yale yanayokufanya kuwa tofauti, yale yanayokufanya kuwa wa kipekee, si kasoro au laana. Ni zawadi. Ni nguvu. Usijaribu kuwa kama wengine wote. Dunia haihitaji nakala nyingine ya mtu yeyote, inahitaji wewe kama ulivyo, kwa sababu hakuna mwingine kama wewe dunia nzima.